utangulizi mwingine tunachana nayo. Sawa. Kitabu tahara, kitabu kinazungumzia masuala ya tahara. At-tahara fi lugha, anasema tahara fi lugha an-nazahatu عن الأقدار, manake nazahatu kujikinga, kujifusha, عن الأقدار na mambo ya uchafu. Hiyo ndio kilugha, kujikinga na uchafu. Wa fi shar'i, na katika sheria, rafu ni kuondosha ma yamna'u as-salah, yale yanayozuilia mtu kuweza kusali, min al-hadath, ikiwa ni hadath au najasa bilma'i, au najasa najis, sawa au najisi, lakini kuondosha huko bilma'i, kwa kutumia maji. Anasema rafu ma yamna'u as-salah, ni kuondosha kile kinachozuilia mtu kusali, min hadathin, ikiwa ni hadathi au najasa au najis. Ukiambiwa hadathi unafahamu katika lugha ya fiqh, hadathi ni mtu ambaye hana uzu, anaitwa hadath, sawa haiko tahara ya uzu, kwa unaambiwa yule yuko hadath. Au kuondosha najis, so kuondosha hiyo hadathi kwa maana kutia uzu kwa ajili ya kusali, au kuondosha najis, lakini zote hivyo bilma'i, kwa kutumia maji, sawa hapo. Au rafi hukmihi, au kuondosha hukumu yake, biturabi, kwa kutumia changa. Au rafi hukmihi, au kuondosha hukumu yake, biturabi, kwa kutumia changa. Hilo anasema maana ya tahara. Wa tahara laha 4 maratib, tahara anasema na maratibu, daraja nne. Martabatu al-ula, daraja ya kwanza, anasema tatahiru dhahir, ni kujitaharisha kulikokuwa wazi wazi, kujitaharisha wazi wazi, anil ahdath, kutokana na hadathi, wa anil akhbath, na kutokana na uchafu, wal fadlat, bali alizibu na kile na kusudia uchafu na bakibaki ya uchafu. Kwa ima mtu atajitaharisha katika hali hiyo, kujitaharisha katika dhahir, anajitaharisha katika ahdath, huyo neno hadath. Kwa maana hapo atakuwa vipi? Anatia uzu, anakoga janaba, sio haiko safi, maana anafanya hadath. Wa anil akhbath, akhbath ndio najis, ni mwingia najis, labda kaingia mikojo, kinyesi, zile najis za kawaida za kuondosha, sawa hapo. Hiyo martaba ya kwanza. Martaba thania, tathiru aljawarih, ni kutaharisha viungo, anil jaraimi wal athami, kutokana na jaraim. Jaraim wingi wa neno churmu, jaram, makosa. Wal athami, athamu wingi wa neno ismu, unajua hiyo ismu, makosa au madhambi. Yani mtu anajitaharisha hazini, alewi, kwa hivyo anajitaharisha vile viungo vyake, afanye hayaendei yale mambo, yuko tahara. Kwa hiyo isiwe yale asije kafahamu tahara lazima tumie maji, sio hivyo anakusudia, sawa kwa. Martabatu thalitha, tathiru qalbi, kutaharisha moyo. Kwa unaona na moyo, je, unataharisha vipi moyo? Atachukua sabuni na brush ya ukoshi, haiwezekani sababu uko ndani. Kwa atautaharisha anil akhlaqi almadhmuma, na zile tabia zilizokuwa mbaya. Kwa tabia mbaya, mlezi anasema uongo, sawa, anapigenya, kazi yake kushawishi watu wakubali, vitu kama hivyo. Kwa tabia mbaya, kwa moyo unasafishwa na jambo hili. Kwa hiyo ni nini? Tahara. Wa radhaili, pia anasafisha radhaili, mamkuta. Radhaili vitu vibaya, mambo mabaya, mamkuta yenye kuangamiza. Kwa hivyo hapo atahesabika kautaharisha moyo. Moyo umetaharishwa na mambo yaliyokuwa tabia mbaya, mambo machafu, mambo maovu. Moyo wake unasema wa qalbu salim, moyo uliosalimika. Sabatu rabia, daraja ya 4, tathiru sirri, yani kutaharisha kwa siri, kutaharika siri, amma
yale ambayo si wallahi ta'ala, yani kutaharisha kwa siri yale ambayo yalikuwa yasiyotoka kwa Allah, maana yaondosha hayo. Wa hiya taharatul anbiya, hii ni tahara ya manabii salawatullahi alayhi. Allah ni rehema za Allah zaidi yao wasidikina na wale waliokuwa wenye kusema kweli. Sisi zaidi katika haya yote katika kitabu hichi tunachokusudia ni hiyo tahara ya kwanza zaidi. Zilizobaki zote tunaziacha, hatuna haja nazo, sababu sifa anapata kila mmoja neno na sehemu yake. Sawa hapo. Wa an ahamiyat at-tahara, na umuhimu wa tahara. Rawa Muslim, amesimulia Muslim fi sahihi, katika sahihi yake, an Abi Malik Ash'ari, kutoka Abu Malik Ash'ari kala amesema, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumekasema at-tuhuru shatrul iman, tahara ni nusu ya imani. Mtu akajitaharisha kajiweka sawa kwa anahesabika na nusu ya imani. Aqsamul miyah, kwa hiyo hapa anazungumzia kuhusu tahara, vigawanyo vya maji. Almiyah, wingi wa neno ma'u. Ilamu akhi alkarim, tambua ndugu yangu mkarimu, anna almiyaha tankasimu ila 4 aqsam, kwamba maji yamegawika aina 4. Kwa kuwa maji ndio yanatumika kwa ajili ya kujitaharisha, basi na mwanzo tuyasome hayo maji tuweze kujue kwa vizuri hapa. Kwa anasema maji yamegawika katika hali. Kismu al-awwal, kigawanyo cha mwanzo, al-ma'u mutlaq, yanaitwa maji yaliyoachwa tu mutlaq, yapo tu, yamewachwa ndio yeye pia. Maji yote ya kawaida ni maji. Sawa. Wa hukmuhu, na hukumu ya maji haya, annahu tahur, kwamba ni safi. Yani annahu tahiru fi nafsihi, maji haya yanakuwa yako tahara yenyewe, yale maji kama maji. Mutahhira li ghairihi, yanaweza kutaharisha kitu kingine. Kama umechukua maji ya kisima, maji ya mfereji, ukiyatizama yako tahara yale maji, ndio yana uwezo ya kutaharisha kitu kingine. Mfano, ukachukua wewe nguo ukaisafisha, au umekosha vitu, umekosha nguo, ukakosha chochote kitu, hayo maji yanaitwa ma'u mutlaq. Maana yake anasema yarfa'u al-hadatha, yanaweza yakaondosha hadath. Na ukumbuke kama nilivyosema, tukisema hadath katika fiqh tunakusudia nini? Kutia udhu na kuoga janaba, basi ndio inakusudiwa maana ya hadath. Wayazilu an-najas, na pia yanaweza yakaondosha najis. Nguo yake mtu ameingia najis, inaonekana. Kwa hivyo anataka kuiondosha najisi kwa kutumia maji. Maji haya ndio yanaitwa ma'u mutlaq. Wayandariju, na yanapangika tahtahu maji haya min anwa'i ma yati, katika aina zifuatazo. Hiyo aina ya kwanza ya maji inaitwa ma'u mutlaq. Kwanza ma'ul matar, maji ya mvua. Wasalji, na maji ya theluji. Walbardi, na maji ya baridi, barafu. Manake haya maji yanaitwa mutlaq, sawa yaliyoachwa. Kwa yanaingia maji yafuatayo: maji ya barafu ya mvua. Kwa maji ya mvua yale ni safi, imenyesha mvua, katinga maji, utaamua maji yake yale wewe jitaharishie, sawa kwa hiyo inakuwa jai ndio tu. Wasalji, maji ya theluji. Sisi hakuna theluji, ukienda miji ya watu kuna theluji, sawa ya barafu, kuna miji na mabarafu, kuna barafu na mlima sawa barafu. Likaulihi ta'ala, na kauli yake Allah aliposema, fa anzalna minas samai ma'a tahura, na tumeteremsha kutoka mbinguni au kutoka juu maji yaliyokuwa safi. Kwa hiyo yanaitwa maji ya mvua, ndio yanashuka kutoka juu, na maji ya baridi ya theluji na maji ya baridi, yote ndio yanaingia katika aya hii. Kwa sababu aya inasema wa anzalna minas samai, tumeteremsha kutoka juu. Kwa theluji inatoka kutoka wapi? Ya juu, au sio? Hapa pia kafahamu mtu kwamba inakusudiwa mvua, si mvua tu. Inawezekana kaja maji ya mvua, maji ya theluji, sababu zote zinaangua kutoka juu. Kama tunavyoona sisi miji ya kwetu inanyesha mvua, kuna miji ya watu inanyesha theluji. Nadhani hakuna hata mtu mmoja ambaye hajui, wanaona mpaka kwa mnaona kwenye internet na mwingine. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, na kauli yake Mtume kasema, Allahumma ighsilni, ewe Allah nikoshe mimi,
min khataaya, kutokana makosa yangu, bisalji, kwa kutumia theluji, walmai, na maji, walbaradi, na mabarafu, maji ya barafu. Ina maana kama maji haya yangelikuwa si safi, Mtume asingeomba dua akakoshwa kwa hayo. Ufahamu kwa msingi, kwa hayo yanafaa kujitoharishia. Hiyo ndio aina ya kwanza ya maji mutlaqu. Kipengele chake cha kwanza ndio hicho. Athani, wanaita ma'u al-bahri, maji ya bahari. Kwa kwetu hapa bahari iko mbali, ni hapo tu kwa barabara hiyo hapo bahari. Lazima kila unapokwenda kuna bahari, na hapa tulipo hata nusu kilomita ufiki ni hapo shule ya Lumumba, mbele pana bahari. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, kutokana kauli yake Mtume akasema, lamma suila, zama alipoulizwa, an ma'il bahri, kuhusu maji ya bahari, Mtume akasema, huwa, hiyo bahari, tahuru, ni safi, ma'uhu, maji yake, hillu maitatuhu, ni halali maiti zake. Kwa hiyo katika hadithi tunajifunza kwamba bahari ni safi, taruhusiwa kutumia maji ya bahari kwa ajili ya kujitaharishia. Sawa, ukiwa utaondosha hadathi au utaondosha najis, yote inafaa. Katilia uzu maji ya bahari, jai. Sawa, au kakoga janaba kwa kutumia maji ya bahari, jai. Kwa hiyo yanafaa maji ya bahari kujitaharishia. Au kachukua maji ya bahari ndio akaenda kukosha nguo zake, jai, kaondosha janaba, mimi kaondosha najis ambayo imeingia katika nguo kwa kutumia maji ya bahari. Kwa hiyo maji ya bahari yanafaa kujitaharishia. Hiyo ndio dalili ya kujitaharishia. Ya tatu, ma'u Zamzam, maji ya Zamzam ambayo yanapatikana Saudia tu, hakuna sehemu nyingine yanapatikana Maka. Lima sabata, kwa yale yaliyothibiti, min hadithi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume daa bisajlin, aliita aetewe ndoo, min ma'i Zamzam, hiyo ndoo ndani yake mna maji ya Zamzam. Aliposema sajili kaeka nambari 1, angalia chini. As-sajlu manake daulun mamluqa, ndoo lililojaa, ndoo la maji lililojaa ndio inaitwa sajlu min ma'i. Akaletewa ndoo na maji ya Zamzam, fashariba minhu, Mtume akanywa, watawadha, na akatawazia. Kwa asingekunywa kama si tahara, na wala asingetawadhia kama si tahara. Ikiwa maji haya yanafaa kunywa, basi hiyo kwa kutaharisha yanafaa. Ya ngapi hiyo? Ya tatu. Ya nne, ma'u mutaghayyir, maji yenye kubadilika, bituli al-mukthi au bituli al-mukthi, kwa sababu ya kupitiwa sana na muda. Makthi, makasa, inatokana neno makasa, kukaa, imekaa sana. Au bisababi, au kwa sababu makarihi, kule kutulizana kwake. Au bimukhalafati, au kwa sababu ya kuchanganyika, maana kitu ambacho la yanfaku anhu ghaliba, hakiwezi kutengana nacho aghalabia, mara nyingi. Wafahamu hapo? Anasema haya ni maji ambayo yamekaa muda mrefu, au kwa sababu ya kule kukaa kwake yametulizana, au bimukhalafati, au yamechanganyika, maana kitu ambacho la yanfaku anhu ghaliba, hakiwezi kuepukana nacho. Katuhlubi, anasema kama mwani, katuhlubi, kama mwani, wa waraku shajari, na wawaraki shajari, na majani ya mti. Fa inna al-isma al-ma', kwa sababu anasema lile jina la maji mutlaqun, lile jina la ismu mutlaqu la maji hayo, yatanawaluhu, linapatikana biittifaqi ulama, kwa makubaliano wanachuoni. Hii nukta hii anazungumzia hivi. Mfano, labda wewe ukiyachukua maji yale yakawa yapo katika hozi ya shamba, mfano hozi ya shamba, unajua kiti ya shamba, baadhi yao na pale mahozi hayajafunika, sio yapo tu. Sasa yale maji wewe ukichomoza ukiangalia unaona kama na rangi kama kijani, sio? Sasa yale utayaona kama yamebadilika rangi yake. Kwa sababu gani? Bisababi makarihi, ndio nakusudia.
Nimekaa pale utaona kama kijani, kumbe si kijani, sababu tayari mle ndani ya hozi mmeshaota mwani. Maji yale ni halali kuyatumia. Sawa. Mfano mwingine, chukua nyumba ya makuti. Nyumba ya makuti ikinyesha mvua, naenda katika paa ya singe yale maji, utapata rangi. Utabeba ile rangi ya paa ya maji, ndio. Kwa hivyo yamebadilika ile rangi yake. Sasa yale maji ndio hapa anasema au bimukhalafati, au kwa sababu ya kuchanganyika maana kitu ambacho la yamfaku anhu ghaliba, hakiwezi kuepukana nacho. Kwa paa la nyumba, maji yale hawezi kuepukana na paa la nyumba. Umetinga maji ya mvua katika paa nyumba za makuti, maji yake lazima yatakuja na rangi, hayaji vile vile. Sasa yale yanasemwa yanafaa kujitaharishia kwa sababu lile jina la maji bado linapatikana vile vile, halijatoka jina lake likaitwa kitu kingine. Unafahamu vizuri? Mfano labda mimi kama nitachukua maji yangu alafu nikayatia majani ya chai nikakoroga, watu wakija sasa hii chai shabadilika rangi, lakini yalikuwa maji, ndio. Sasa haya yatakuwa ni maji, yanafaa yeye mwenyewe yale maji kama yalivyo ni tahara, lakini hayafai kutaharishia kitu kingine. Kwa sababu gani? Jina la maji halipatikani tena, yanaitwa kitu kingine, chai. Au kachukua maji ukatia unga ukakoroga, mpaka sasa anayekuja anasema nini haya? Uji, ndio. Uji umepatikana kwa sababu ya kuchanganyika nini? Ule unga. Kwa ile jina la maji halipo tena. Ukachukua maji wewe ukatia labda embe au bungo, atakayekuja tu hasemi tena maji, anasema nini? Juisi. Sasa lile jina la maji halipo. Ikiwa jina la maji halipo, hayo maji hayo yatakuwa hayafai kujitaharishia. Lakini haya maji ambayo yanapita katika mapito ya majani, majani kama hayo makuti, yote ni majani, yakabadilika rangi yale maji, kwa kuwa lile jina la maji bado lipo, yale yatakuwa yanafaa kujitaharishia. Sababu mtu atakayeletewa maji yaliyotingwa katika paa la makuti habadilishi jina. Hawezi kusema juisi, wala hawezi kusema uji, wala hawezi kusema chai. Atakuwa maji bora au yanafaa kutaharishia. Hii ndio nukta tunazungumzia hii ya 4, almau mutaghayyir bituli nafsi. Sawa, umefahamu hiyo? Hiyo yote inaitwa qismul awwal, ma'u mutlaq. Tunaenda kismu thani, ma'u mustamal, maji yaliyotumika, yashatumika hayo maji. Wa huwa alma'u mutasakit, na hali yale maji yenye kudondoka, yenye kuanguka, min a'dha'i almutawadhi, katika viungo, kutoka katika viungo vya mwenye kutawadha, wal mughtasil, na viungo vya mwenye kufoga. Wa huwa alma'u, anasema haya ni maji almutasakit, yenye kuanguka, min a'dha'i almutawadhi, katika viungo, kutoka katika viungo vya mwenye kutawadha, wal mughtasil, au kutoka katika viungo vya mwenye kufoga. Wa hukmuhu, anasema hukumu ya maji haya, annahu tahurun, ni safi, kalmai mutlaq, kama maji yalikuwa mutlaq. Haya, mtu anakoga, akawa anakoga janaba, akawa anakoga katika majesho yoyote unajua wewe, akatinga yale maji akaingia katika chombo chingine, yale maji yatahesabika ni safi. Ufahamu? Ule mchezo walikuwa wakifanya wazee zamani, anakoga na ikakata refu huko, ndio walikuwa wanafanya mchezo huo. Wapo wale wazee wale mpaka sasa washakufa wote, hao wamebakia. Sasa kama wamebakia bado na misimamo ile. Kwa hivyo mchezo ule walikuwa wanafanya mchezo wa kitoto, kwamba wao wanamkata wao mrefu eti maji yasirejee mbele. Walikuwa sasa hao walikuwa watuambia hivyo, ndio wanaitwa mashehe maulama. Katika redio Zanzibar kila Ramadhani utahadithiwa tena alikuwa ulama gani. Ulama wenyewe ndio unakuja kuona fatwa zake kama hizi. Ukiona janaba basi uwezi kata refu sana, ulama hao tena tunaaminishiwa ndio ulama wa Zanzibar. Hamna kitu hao walikuwa, yani maulama hawa wanakuambieni ni watu wanakudanganyeni. Mitoto wale wanaweza wakasema walikuwa hawana elimu, ni watu ambao walikuwa tu wamesoma vitabu vyao kina Babu Majaa,
katika mtaa kijiji unaweza kuonekana wewe ndio ulama au katika mkoa mzima, kisha umemaliza kitabu cha babu na kitabu cha robo, ukiulizwa tu fatwa zako, tazama robo kurasa wa 16 na yeye akaenda katika kurasa 16 anakuta vile vile jamaa ulama kweli ana ulama wote. Kwa maji yaliyokuwa yametumika yanafaa kutumika tena hata kama umekogea janaba maji hayo, sawa. Dalili hayo Ar-Rabi binti Muawidh ibn Afra ana nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa bwana mtume masaha bi ra'sihi, alipangusa kichwani kwake, min fadli ma'i, kutokana na baki ya maji, kana baki ya maji ambayo yalikuwa fi yadihi, katika kichwa mikono yake au katika mkono wake. Haya, mtume alikuwa anatia uzu, kasahau kupangusa kichwani, au kama haya maji yaliyokoshea mkono haya akachukua akapangusa katika kichwa, sawa vizuri. Kwa hivyo inajuzu. Kwa mfano umetia uzu, alafu ulipotia uzu wewe ukasahau kupangusa kichwa, kwa hivyo maji katika ndevu tukaonayo unachukua unapangusa kichwani, kwa sababu kichwa kinapanguswa hakikoshwi, tunaposoma kama tutakavyoona mbele inshallah katika mlango wa uzu. Kwa hivyo mtume katumia maji ambayo yalishatumika, kwa hiyo hiyo inajuzu. Wa ani Ibn Abbas radhiallahu anhu kana amesema, ightasala ba'd azwaji an-nabii, walikoga baadhi ya wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam, fi jafnati, katika chombo kama beseni ndoo. Jafnatu hii inaitwa jifani, kama ilivyokuja katika surati 7, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifani. Waswahili wanaita madesi. Unajua ukiambiwa lugha hiyo madesi au wanaita pedesi Kiswahili. Basi walikoga wakeze mtume katika chombo hicho. Fajaa an-nabii sallallahu alaihi wasallam, akaja mtume liyatawadha, ili atawadhi na yeye, minha, kutoka katika maji yale, au yaktasilu, au akoge. Fakalat lahu, basi akasema mkewe mtume kumwambia mumewe, ya Rasulullah, inni kuntu junuba, mimi nilikuwa na janaba. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi mtume akasema, innal ma'a la yajnibu, maji hayanajibiki janaba, ilikuwa ni yako wewe tu, lakini maji hayaweza kaingia janaba. Kwa wale wenye misimamo kwamba maji yasirejee katika chombo ambacho wanakogea janaba, itakuwa wao wamefahamu vibaya, kwa sababu pia kama hii hadithi inayokuja hii hapa anasema, wa ana Aisha, kutoka na bibi Aisha radhiallahu anha, kana amesema, kuntu aghtasilu, nilikuwa ninakoga ana, mimi, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na bwana mtume, min ina'in wahid, kwa kutumia chombo kimoja tu, wa nahnu junuban, na sisi tulikuwa tuna masimi wetu wenye janaba. Na walipokuwa kwa janaba na kwa vipi wanapika maji kwa mkono, ndio. Kwa hivyo wale wenye itikadi hizi za kwamba maji yasirejee katika sehemu ile, ona mtume alikuwa anakuta janaba kwa mkono. Kwa hizi fikra walizotiwa wazee, hizi fikra mbovu sana, hazipo sahihi, hazina ushahidi wa aina yoyote. Kwa maji unatumia katika hali ya kawaida tu. Hayo ndo aina ya pili ya maji, inaitwa ma'u mustamal. Tunaenda kismu thali, alma'u alladhi, yale maji ambayo kharitatu, yamechanganyika, tahir, yamechanganyika na kitu kilichokuwa safi. Kadakiki, kwa mfano kama unga, maji yamechanganyika na unga. Wasabuni, na yamechanganyika na sabuni. Wanahwi hima, na mfano viwili hivyo. Wa hukmuhu, hukumu yake, annahu tahurun, maji haya yatakuwa ni safi, maadama hafidha liitlaqi, kwa muda ambayo yanahifadhika ile itlaqi yake, yaani ile kuwashwa kwake. Yameingia maji, kuingia maji haya, lakini yameingia nini? Unga. Yalipoingia unga bado yakawa ni maji, yanaitwa jina lile bado la maji. Hajasema mtu kwamba huu ni uji, sawa. Imeingia sabuni, hakusema mapovu, bado akasema ni maji.
sabuni haijaathiri sana, sawa. Kwa hivyo hiyo itakuwa bado yale maji yanastahili, yanaweza ukalipashia katika shughuli nyingine. Lakini fa in kharaja, ikiwa hayo maji yatatoka an itlaqi, katika itlaqi yake, ile lugha yake ya kawaida, ile kuachiwa kwake, bihaithu sara, katika hali ambapo ikapelekea maji hayo sasa la yatanawaluhu, halipatikani tena lile ismul maa mutlaqan, halipatikani tena lile jina la maa mutlaq. Ndio kama hivyo akitizama tunasema hii juisi, hii ni chai, huu ni uji, hii ni soda, umeona yanavyotamka. Kwa hiyo lile jina la maji haliji, basi anasema hukumu yake kana tahira fi nafsi, maji hayo yatakuwa ni safi yenyewe, ghaira mutahhira li ghairi, hayafai kutaharisha kitu kingine. Kwa chai ni safi, ni tahara, kwa sababu kachukua majani ya chai, mfano kachukua mchai akatia mle, au akatia majani ya chai, kabadilika, akaona mtu anasema hii ni chai, lakini maji si yale, ndio yabadilika. Kwa hivyo safi, kwa maana unaweza ukanywa. Lakini je, naweza nikachukua chai ndoo zima nikaenda nikakogea? Ataambiwa haifai, kwa sababu ishabadilika jina la maji, sawa. Na mfano huo katika mambo mengine kama unga na vinginevyo. Wadalilu an ummi Atiya, kutoka kwa ummu Atiya, kana amesema dakhala alaina, aliingia kwetu sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliingia kwetu sisi bwana mtume, hina tuwfiyat ibnatahu Zainab, zama alipofishwa mtoto wake Zainab. Fakala, akasema bwana mtume, ighsilnaha thalatha, mkosheni yeye mara 3 au 5 au mkosheni mara 5 au akthara min dhalika, au zaidi ya hivyo. In raaitunna, kadri mtakavyoona, vile mtakavyoona alisafika, basi yeye tamkosha. Mtume akasema mkosheni bimai, kwa maji, wa sitri, na majani ya mkunazi, wajaalna, nafanyeni fil akhira, lile jesho lake la mwisho, kafuran, usie karafuu maiti, au shay'a min kafur, au chochote katika karafuu maiti. Fa idha faraghtunna, Mtume akasema mtakapomaliza, faadhinnani, ipeni habari, sawa. Falamma faraghna, kama tulipomaliza, adhannahu, tukampa taarifa. Faatana haqwahu, akatupa shuka yake. Haqwahu anatafsiri nambari 6, idara, manake ni shuka. Fakana, Mtume akasema ashirnaha iyahu, mzongeni nayo hiyo. Itani anakusudia idarahu, hiyo shuka. Namba 7 chini, ashirnaha iyahu, aya anakusudia ij'alnahu, mjalieni shi'ara laha, ndo alama yake. Fa huwa thawbu alladhi, anasema hii ni nguo ambayo yali aljasad, inayofuata kiwiwili, sanda hiyo, sawa. Sumia shi'ara, imeitwa alama liannahu kuona, lakini baada anabaki kwa nini maji. Ndio maana Mtume akasema mkosheni kwa hayo, kwa karafuu maiti, zafarani ukitia maji, ukiona sana na rangi yote, lakini baada anaitwa maji, haitwi juisi wala nini. Kwa hiyo yanafaa yale kujitaharishia. Dalili ile hapa. Kismu rabi, kiganyo cha 4 katika viganyo vya maji. Almau alladhi, haya ni maji yale ambayo lakatahu najasa, yamekutana na najis. Aina ya 4 ya maji. Almau alladhi, maji ambayo lakatahu najasa, yamekutana na najis. Walahu halatani, na yana hali mbili. Alula, ya kwanza, anna taghyir an-najasa, kwa hiyo haya, ikiwa manake imebadilisha najis taamahu, ladha yake, sawa, au launahu, au imebadilisha rangi yake, au rihahu, au imebadilisha harufu yake. Wa huwa fi hadhihi alhalat, basi maji hayo katika hali hizi zote, la yajuzu tatahhur,
bihi ijma'an, hayafai kujitaharishia kwa ijmaa na shuhudi. Fahamu maji yameingia najisi. Kwa hiyo maji yakiingia najisi, unatakiwa wewe uangalie ile najisi ilivyoingia imebadilisha rangi, ladha na harufu. Si lazima zibadilike zote, moja tu katika hizi kama imebadilika, basi maji yale yatakuwa hayafai kujitaharishia. Sawa hapo eh? Kwa hivyo kwa mfano tunajua mfano labda maiti ni najisi, kafa panya yule akaingia kashaoza, akaingia katika ndoo la maji, chochote kile katika maji yale, maji unataka wewe uangalie sifa hizo tatu: harufu, ladha na rangi. Ikibadilika moja katika hii, maji yoyote yatakayoingia najisi yatakuwa hayafai kujitaharishia. Fahamu kwa? Lakini kama imeingia hiyo najisi lakini hayajabadilika moja katika sifa hizi, maji yale yatabaki hukumu yake ile kwamba ni safi. Sasa kwa mfano, mtoto mdogo kabebwa, mara kaja kakojoa katika doo lako la maji, maji umejeza topo, alafu akakojoa, utafanya nini? Utabadilika ladha, utaangalia hizo hadi tatu, hakubadilika kutumia. Kwa tutapatie homework hiyo ya kwanza. Athania, ya pili, aniyabaka, yakabakia yale maji ala itlaqihi, katika itlaqi yake ile, kwa maana imeingia najisi, lakini baada ya kuingia najisi tulipoangalia hizi sifa tatu za maji hayajabadilika. Sawa eh? Bian, ya kwamba nasema la yataghayyaru, hayajageuka ahadu awsafahu thalatha, moja katika sifa zake tatu. Wa hukmuhu, basi hukumu yake annahu tahiru, maji hayo ni safi, mutahharu, yanaweza kutaharisha, kalla au kathura, yakiwa mengi au machache. Hapo ndio jawabu lishakamilika. Kwa hiyo itakuwa vipi? Yanafaa kama kawaida. Wazee wanataka watafali mtoto akojoe katika ndoo lake na maji, alafu umwambia niliuzu maji hayo, na hata ukimwambia usilete mambo mapya, hapo ulipofika hapo nyamaza kimya. Dini zenu kama ndio hivyo, kasome huko, niletee mambo hayo. Hata kuna dalili zote zitakuzisikia, kama huko hakuelewi. Ndio maana hapa anasema kalla au kathura, machache au mengi. Maelezo haya namba moja anasema yapo katika kitabu Fiqh Sunna li-Sheikh Said Sabiq, ukiangalia utakuta hiyo. Wadalilu, dalili hayo, ani Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala mithla suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa mtume anil ma'i, kutuhusu maji, wa ma yanwibahu, na yale yenye kunywewa mara kwa mara, wa ma yanwibahu, na yale yenye kunywewa mara kwa mara, min ad-dawabi was-sibai, dawabi wadudu hao, was-sibai wanyama wakali. Dawabu wanyama tu, sawa. Wadawabu manake wanyama hao wa kawaida, wasibau na wale simba, chui, fisi hao, sawa, manake tunaita wanyama wakali. Sawa. Aliulizwa kuhusu hayo, fakala mtume akamwambia, akamjibu muulizaji, idha kana ma'u kullataini, yakiwa maji yashafika kila limbili, lam yahmil al-khabatha, hayabibi uchafu. Babili قال إمام الشافعي رحمه الله من كلال الهجر، كلال ينسمى، وذلك نحو مفنواك من 500 رسل، كما رسل 200 ينسمى رسل 200 رسل moja ndio sawa ngapi? Kwa mtafuta hizo hesabu mtapata, alafu ifanye mara 200. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان سيما فلسيما قوام ومتومي، أتوضأ جيس نوزة كتوازا من بئر بضاعة، فقتم يماجي كسيمة بضاعة، بئر بضاعة كسيمة ماجي بضاعة. وهي على تفسير إذا قبل حاجة تلوى جوابه، وهي كسيمة هيتشو بئر، وهي بئر أنا سأنا هيتني كسيمة باتشو يطرح فيها، فنتوفى هم قيد مبو يحيذي
walahmu alkilabu, na nyama za mbwa, wanatni, na harufu mbaya, vitu vichafu vyote vinatoka katika hicho kitu. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akajibu, almau tahurun, maji ni safi, la yanajisuhu shay, wa yanajisika na chochote. Wakamwambia unaweza maana yake kujitaharishia na maji hayo kwa sifa, kwa hali ambayo tabaki vipi, hayajabadilisha ile moja katika sifa zake tatu, ladha, harufu na rangi. Hiyo ndio hukumu ya nini, maji. Kwa leo inshallah tuishie hapo, tutakuja endelea hukumu fasuri na najasati, mambo mengine yanafuata. Tunaendelea au tunaanza kitabu